Hivi wanaume wao mnajisikiaje ikitokea ndo ule muda umefika unahitaji alafu mtu anakuturn down, unakataliwa, bwana hapana sio leo. Hebu niache bana. Nimechoka. Hivyo vitu vinatokea najua. Mimi nishanitokea. Yaani usiseme yaani mimi mwenyewe binafsi ashanikuta. Nikwambie. Mimi ishanitokea zaidi ya mara moja. Kwa sababu mimi nimekuambia nimepitia changamoto kwa muda wa miaka 3. Sitolala na usingizi hauji kabisa. Na uamuzi nilikuwa nikiuchukua na shuka kitandani. Sasa hapo nikishaona sasa hapa sitopata chochote hapa. Hapa itakuwa ni story tu na mwisho wa siku tunavunjiana adabu kwa maneno. Na shuka kitandani na kaa chini na chukua godoro langu kama kuna godoro lingine. Nafikiri nilikuwa na godoro moja kipindi kile na lingine analalia mtoto wangu huko chumbani kwake. Mimi nilikuwa naenda kukaa kwenye kochi. Naweka mto, fungua TV pale, sasa mimi naangalia TV. Tena swala lile tena labda litanitoka wazo lile kwa kuona labda kipindi kizuri kwenye runinga. Lakini kulala kitanda kimoja na wewe siku hiyo ndo akili nasema mimi leo nahitaji mapenzi. Huwezi kulala hata siku moja kwa sababu mimi kila nikipeleka mkono kumgusa mwenzangu kuzungumza naye mkono unatupwa. Sasa itafikia tu unapata ile lugha ngumu zaidi. Unasononeka hivi, huyu mimi ananichukuliaje? Mimi ni mwanaume na hali yangu hapa sasa hivi anaiona na dalili zinaonyesha kabisa, na yeye kwa ndo anageukia kabisa upande mwingine, atakata kuona kwa sababu anajua unatia huruma kupita kiasi, atajiona kama inakuwa anageukia huko kabisa. Lakini unasema huyu kalala huyu ukimgusa hajalala, huyo anakulia timing tu ili aendelee kutoa mkono. Kwa kweli usingizi haupo. Kwa sisi wanaume Mwenyezi Mungu alivyotuumba, akili kisema nataka mapenzi lazima upate. Na mimi nikwambia kabisa, wengine wanatoka usiku huo anaenda zake nje barabarani ili akapate huo msaada. Na kwa akili yake ilivyokuwa mbovu, anafika nyumbani anakuambia kabisa, bwana wewe mimi sasa umeshanikorofisha, mimi nimeshaenda kubeba huku, kama nimepata gonjwa basi wote sasa tunalo. Sasa lakini mwanamke hana uoga, hashtuki kusema kwamba wala ye msimamo wake ule kwa kuendelea kukusumbua. Kwa hiyo niseme in general kabisa, mwanaume kwa kweli kwa usiku huo naamini ataona hayuko kwenye dunia hii ya kawaida. Anaona yupo kwenye dunia nyingine kabisa. Lakini hebu tuzungumze na hili pia. Wewe umesema ni mwanga limeshakukuta. Baada ya kukukuta hilo mara kadhaa, ulishawahi kuzungumza na mwenzako kumuuliza labda nini kinapelekea? Sababu kuna mwingine sawa ataweza aseme labda asikupe kwa sababu hana hisia na wewe, si ndio? Ila kuna mwingine unaweza kukuta ana shida, hayuko sawa, labda ana changamoto na yeye kukwambia naona labda mume wangu labda atanichukulia tofauti, pengine ataenda kutafuta mke mwingine. Ulishawahi kuongea naye kumuuliza hilo? Kwanza mimi hilo kabla sija kujibu niseme tu jambo lingine ambalo linaweza likachekesha watu walionuna wakacheka. Sijawahi kukaa na mwanamke wangu akaniambia bwana leo mimi najisikia tufanye mapenzi. Haijawahi. Hilo neno. Sasa unajiuliza maswali. Huyu kwani yeye ameumbwaje? Basi sasa inawezekana Mwenyezi Mungu amewaumba watu wao hawatamani. Tunatamani sisi tu. Hajawahi kunishawishi. Yaani mimi nina shida kila siku. Na yeye akasema kabisa kwamba wewe nafikiri mimi si hatutawezana kwa sababu haiwezekani hata siku moja ukipumzika, siku ya pili unataka mapenzi. Na ndio ukweli huo. Sasa siku hiyo ninapopumzika manake na relax tu, lakini siku ya pili nahitaji mapenzi. Lakini hilo swala yeye ikishafika kwenye mapenzi lazima mnakosana. Yaani hiyo lazima mkosane. Hakuna siku mkawa na amani eti mkazungumza vizuri, mkacheka, akakubusu, mkabusiana, mapenzi hakuna. Haijawahi kutokea. Lazima unasema umeanza sasa. Sasa unaona tatizo hilo. Hilo neno tu kwanza la kwanza hilo, umeanza sasa. Pale wewe hata wewe sasa unapujika moyo. Lakini sasa sema hata sasa nikisema mimi nisuse hapa ninajisusia mwenyewe hapa. Mimi ni kazi langu liende, maisha endelee. Ndio maisha kila siku hayo. Lakini unasema hivi haya maisha haya naishi mimi na wenzangu wanaishi hivyo. Mbona wenzangu nikikutana nao sehemu za kazi tunazungumza bwana mwenzangu mimi na changamoto ila mimi nashukuru bwana mke wangu bwana. Tena ananikumbusha mwenyewe. Kweli. Mwanamke ukumbusha wewe leo mume wangu nataka tufanye mapenzi kweli inawezekana kweli? Mimi hamna shida. Yaani ananiambia kabisa. Wewe mbona siku hizi shida siku 3-4 unaweza kuna tatizo gani?
Au kuna mwenzangu tena, mi nashangaa kweli kweli, nashangaa, lakini mimi fikra yangu ndo yule niliyomzoea, afu yule ndo mi najisikia nashawishika sasa, kwa sababu nimependa mwenyewe, nashawishika kweli kweli. Nje ya hapo mi sishawishiki, niseme ukweli. Yani kushawishika yaenda kwa tabu tu, lakini sishawishiki. Lakini nyumbani kwa yule ambaye nimempenda ndo nashawishika sasa, najisikia safi, najisikia burudani kabisa. Kwa hiyo mlikuwa hamna vile vipindi vya kusema sasa hivi tuna mazungumzo, hebu mpenzi wangu, yani swala la kuzungumza, tuzungumzie masuala ya yeye ana vikoba, ana mchezo huko anatakiwa kwenda kucheza, mazungumzo ni hayo hayana shida tu, mambo ya hela tu hayo hayana shida. Lakini ukigusa mapenzi ambayo umeanza sasa, yani wewe ukirudi tu kazini, yani kazi yako wewe kufikiria tu, kwani wewe huna jambo lingine la kufikiria? Hapana, mbona sijawahi kuona mwanaume kama yani anakutoa kabisa kwa sababu ujione wewe mbaya, una tabia mbaya, kumbe si kweli. Kwa hiyo mimi niseme swala la mapenzi kwa upande wa wanaume ni chakula. Sawa. Zaidi ya chakula, nasema ukweli. Bila hivyo hakuna kazi kufanyika. Sawa.